Mtazamaji wa CCWC Media, mnaitwa Elisha Malongo na hichi ni kipindi ambacho kinakupa taarifa zote ambazo zinatokea hapa kanisani. Leo tuko na mchungaji Kathleen, mmoja kati ya mchungaji ambaye ametoka mbali kuja kuzungumza na vijana. Tuko naye hapa tangu wiki ambayo imepita mpaka leo, tuko naye hapa kuja kuzungumza na vijana ambao wamo katika kanisa hili la CCWC hapa Morogoro. Tuko na maswali machache ambayo tutapiga naye story, tufahamishe ni kwa sababu gani ameamua kudili na vijana hasa wa kike pamoja na wa kiume. Bwana Yesu asifiwe. Amina sana. Hongera sana kwa ibada ambazo umezifanya tangu juzi. Asante, nashukuru. Umekuwa na mtiririko wa ibada ya vijana, ulianza na watoto wa kike. Yes. Natamani kujua kwa sababu gani ulianza na watoto wa kike afu wa kiume ukawaacha ukakutanisha na watoto wa kiume leo. Wanaamini na watoto wa kike. Kwa nini ulianza na wanawake peke yao afu wa kiume ukuwatenga kivyao? Nini hasa ulikiona kwa watoto wa kike? Moja ni muda kwanza, usingetosha, ningetamani kuwa na muda wa vijana wa kiume peke yao. Lakini kwa nini mtoto wa kike kwanza? Kwa kuna mimi ni wa kike. Naam. Sawa, nawapa privilege. Au kufanya balance hapo. Lakini la pili ni kwa sababu ya changamoto ambazo wanapitia tofauti sana na kijana wa kiume. Kwa hiyo it's good kuweza kuwa na muda wa kuweza kuzungumza nao na kuwatia moyo kujitambua. Na hii ni kwa sababu ya matokeo ya culture au mila zetu na desturi za muda mrefu ambazo zimemfanya mtoto wa kike awe kama second class. Kama ni raia wa daraja la pili. Kwamba apati privilege. Najua kwa umri wako yamkini isiwe ni halisi sana. Lakini kuna familia zilikuwa zihesabu watoto wa kike. Kweli. Mtoto wa kike asomeshwi. Na nadhani hata wewe ni shahidi bado kuna maswali, je, ni sahihi mtoto wa kike kuwa mtumishi kanisani? Kwa hiyo vitu hivyo vyote vinamdirect yeye kama binti. Na ninaamini kama binti akiweza kujifahamu, kujitambua, kujijua na kujielewa katika umri mdogo, inakuwa ni rahisi kupenya mbele. Kwa nini watoto wa kiume? Kwa sababu wanapokuja kwenye maisha ya mabinti huko mbele, wao ndio wanakuwa changamoto. Manake hawajui hawa binti ni nani, hawaelewi vinaendaje, kasheshe inaanza hapo. Sasa kuliko kuwaacha tu kwamba umemwezesha binti alafu kijana yuko gizani, haelewi, imeona kwamba ni muhimu sana kuweza sio tu kwanza nao lakini kuwaleta vijana nao pia waweze kufahamu na kujielewa nafasi zao, mahusiano walio nayo na mabinti hata katika future kama kuolewa. Hizo sheria zote zinaendana. So that's in nutshell. Sawa. Tukiachana na siku ambayo ilikuwa ni seminar kwa ajili ya mabinti peke yao, leo ilikuwa ni ibada special kabisa kwa ajili ya vijana wote wa kike na wa kiume. Nilikuwa nasikiliza mjadala kwenye upande wa maswali mengi sana yalibezi kwenye ndoa, namna gani inaweza kaingia vikwazo na vitu kama hivyo. Tunaishi sehemu mbili. Tukiwa kanisani tunaishi kiroho zaidi, lakini tukitoka nje ya kanisa, huko nje tunapambana na mambo ya kidunia. Huko nje miaka 18 kijana yote anaruhusiwa kufanya maamuzi ya koa. Wao angalia masuala ya imani ya mtu na dini ya mtu. Which is tunakutana napo pia huko nje. Tukija huko ndani pia tunataka tutembee kwenye misingi ya kiimani yetu ambavyo inatupasa tuwe. Kuna hizo vitu ambavyo vinamchanganya sana kijana. Natamani uweze kumtofautisha ni umri gani ni sahihi, lakini pia ni wakati gani ni sahihi hasa katika imani yetu, kwa sababu kuna kijana mwingine anaamua kuingia kwenye mahusiano ama kwenye ndoa ili tu akwepe ile dhana ya kwamba usizini ukiwa anaamua kufanya maamuzi ya kuoa ili atimize haja zake. Nafikiri uende kasi sahihi sana. Kuna namna anaweza kuzifuata, anaweza kaenda katika mtiririko mzuri. Waambie kitu hapo vijana. Labda niseme hivi kwenye hilo swala. Tatizo kubwa linakuwa kwenye misingi ya imani. Kwamba tukishaamini ya kwamba mimi ni sehemu mbili, na maisha ya kanisani na maisha ya uraiani. Nina maisha ya kiroho na nina maisha ya kidunia. Ukishaweka ile dissection katikati, tayari you are set up for defeat. Ushindi hauwezekani. Lakini ukiweza kujua ya kwamba as a whole mimi ni mtu wa rohoni, mimi ni kiumbe kipya, mimi ni mteule wa Bwana. Kwa hiyo popote pale unapojikuta na unapotembea unaenda kwa mwendo huu. So inaondoa ile friction ya kuweza kutaka kupendeza huku kwa njia nyingine na kupendeza kule kwa mwendo mwingine. Lakini fit kule na ni fit huku. It's gonna be hard. It's better to decide, unaamua kabisa kwamba hii ndio njia ninayoelekea. Nikirudi kwenye swali lako la mwisho kusema ya kwamba utajitambuaje au ni umri? Yes, hapo pia nazungumzia umri. Lakini pia kuna swali walizungumzia kwenye ile swali
kuna mmoja alionyesha kwamba kuna vijana wanapambana sana na masuala sio ya keje. Nafikiri umri ukifika kuna zile hisia ambazo wanakuwa nazo, anakuwa moto sana, akili inakuwa moto sana kwa hivyo vitu, which is anataka ili apukane navyo awahi kuoa. Anawezekana na wewe wakati hawezi kumhudumia mwanamke, hawezi kumtunza, ila anataka yeye ajikizi kwanza haja zake za mwili, which is atashindwa kumlea, na akiacha kufanya hivyo atamkosea Mungu, atazini, which is Biblia pia inakataza. Natamani uzungumze kitu hapo. Kwa hiyo narudi tena kwenye kile ambacho tulitangulia kukisema wakati wa kuenenda katika roho, ili usitimize tamaa za mwili. Sasa yani hakuna maisha ya kiroho yanayowezekana bila kuitii neno la Mungu. I wish ningekuwa na sindano ya kuwachoma vijana ili umeelewa imeisha, lakini as long as unataka mbinu, nipe njia gani ili niweze kuvuka hapa, lakini hutaki kupokea holistically, lisi zao ni ngumu, kwa sababu ukikubali kugeuzwa na kufanya upya nia yako, swala la umri litakuwa ni shida, maana unatafuta kumpendeza Mungu. So wakati unapambana na haja na kiu za kila siku, unajitune back kusema Mungu nisaidie. Then najiuliza, je, huu ni wakati sahihi wa mimi kuwa na mtu? Kama ndivyo basi nifanyeje? Unachukua hatua. Kwa hiyo ufanye maamuzi kama kwa mkumbo au kama zimamoto limewaka vup, alafu limeepuka, ndio namchumbia yule mchumba wangu leo, alafu kesho naona mwingine anasema nilikosea, nisamee Bwana, na hapo umeshasema Bwana alinituma, najitoaje? Kwa hiyo ni vizuri vijana kuelewa ya kwamba kutulia ndani ya wokovu ni maisha endelevu, na ushindi unapatikana ndani ya kulijua na kuliishi neno. Sawa. Biblia inasema hivi kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 4, na huku ndiko kuushindako ulimwengu, hiyo imani yenu. Na imani matokeo yake, imani hutokana na neno la Mungu, kulisikia neno. So you cannot play away from the word. Yani ukiwa kutaka kuwa salama, jikite kwenye neno. Sawa. Maisha yanajipeleka. Kuna swali nataka nikuulize hapa, nafikiri nitauliza kwa niaba pia ya vijana wengine wanaotarajia kuoa ama kuolewa. Hili swala lipo kwenye makanisa mengi sana. Swala la kuoa nataka uliweke wazi, kwa sababu leo umezungumzia sana katika huo upande. Swala la kuoa, kuna mmoja aliuliza swali kwamba je, mimi na rafiki yangu na naishi naye vizuri na nimempenda, je, naweza nikaeka malengo naye kwa baadaye? Alizungumzia yeye kama yeye. Lakini pia hapo kwa watu ambao tuko katika hizi imani, tunasema tukitaka kuoa tufungi na kusali, Mungu anionyeshe ni moe nani. Swala la kwanza. Lakini swala la pili, je, mtu ambaye kijana anapaswa kumuoa lazima atoke kanisa hilo katika imani aliyopo? Maswali mawili. Kwa la kwanza nataka nijue, je, ile swala la kusema kwamba ngoja nifunge nimuombe Mungu anionyeshe, au anaweza hata yeye akasema tu mimi nataka nimoe yule pale. Afu la pili hapo kama follow up, unaweza kutusaidia pia ukatuambia pia, je, ni lazima nioe kanisa hilo ambapo mimi nasali, ama naweza nikaenda kwenye kanisa lingine imani zitofautiane? Okay, kuomba ili kupata mke mwema. So ni jibu la kwanza. Yani hapa tayari unapata mimi. Huwa nina approach swala hili kwa njia mbili. Again, kama mwanzoni. Lazima kama kijana au kama mtu aliyemwamini Yesu, ukubali unajiweka chini ya mamlaka gani. Kama neno la Mungu ni mamlaka yako, neno linasema mke mwema hutoka kwa Bwana. Kwa hiyo then hapo kama ni hivyo basi kutafuta kwako ni tofauti na tafuta ya wengine. Kwa hiyo kufunga na kuomba ni swala la msingi na ni swala la addition. Lakini sio hujawahi kufunga hata siku moja hata kwa ajili ya kazi yako au chochote. Ghafla kwa sababu nataka mke ndio nakuja nifunge, Mungu nionyeshe uone. Na kama utaona madudu yako. So ifanye kuwa ni part ya discipline. Swala la maombi linakusaidia wewe kuwa clear minded. Linakusaidia wewe kuwa mwepesi wa kutambua ya kwamba okay, you don't shut your mind and your heart. Kwa kuchagua au kwa yule unataka kumfuata au unataka kuongea naye. You are still open, lakini unataka kujua je, ni mapenzi ya Mungu juu ya huyo mtu. So Mungu nisaidie. So that is where prayer comes in. Ukitaka kufanya kawaida dunia hii ndio mamlaka yako. You are free to choose anybody. Okay. Kama kuna kitu Mungu ameruhusu, maana Mungu hataki lawama. Unaona mwenyewe kwamba ni wewe mwenyewe mtafute, umpendaye. Usije ukasema Mungu alinipa, alinilazimisha. Okay. Au wazazi wamenipa, hivyo nimelazimika. Kwa hiyo hapo utakuniambia option mbili zinaruhusiwa.
ukaomba upewe, ama pia unaweza kuwa na rafiki yako kanisani mmeanza wote tangu wale watoto mkakuwa na kwa sababu Mungu mimi nataka nimwoe huyu. Ukapata uthibitisho tu kwa Mungu. Option mbili ambayo inahusu mamlaka. Okay. So if the word of, kama neno la Mungu ndio mamlaka yako, then imani yako na tumaini lako linabaki ndani ya nini? Ya Mungu, kwamba nitamuomba Mungu nisaidie. Ndio umempata huyu mwingine. You just don't go blindly kwa sababu tumekuwa wote. Mungu nisaidie juu ya huyu binti, nipe baraka zako. Mpaka unapata ile clearance kwamba go ahead. Unapata amani kwamba yes, kwa sababu gani? Ikiwa Mungu yuko upande wako, hakuna kitakacho kwa kinyume yako. So hata kwenye swala hili unamtaka Mungu awe upande wako ili usiwe katika upinzani. And sibili kwa nini? Swali la mbili na nafikiri imekaa sawa. Okay. Mada za vijana ni nyingi sana. Nafikiri kutokana na mtiririko wa ibada ambazo tutakuwa tunazifanya tutapata kitu. Hapa tuna ujumbe. Maisha yako. Uliuliza swala ya dini. Naamini kuamini kwa mtu wa dini. Kwa mfano mimi nasali hapa kwa mchungaji Alibariki Makundi, lakini kuna mbada nimempenda kanisa lingine. Hatujatofutana imani. So imani ni moja katika Yesu Kristo. Kwa sababu sio kwamba sisi tu tunaosali hapa au kanisani kwako peke yako au ndio wana wa Mungu, hapana. Kanisa la Mungu ni universe. Anaweza akawa ni Mkorea. Na hata kwako unaweza nikakuta kuna anaweza akawa ni Chicago. Popote. So lazima ku identify, lakini cha msingi ni je, huyu anaamini sawa sawa na wewe? Sio swala la dini au kanisa gani. Je, imani yake siku ya Jumapili mtashikana mikono mtakuja kanisani wote na watoto baada ya kuoana? Sawa. Kwa hiyo ni swali la msingi kujiuliza kabla ya kufika maamuzi ya mbele. Sawa. Mama mchungaji, naomba tumalize na kitabu. Hichi kitabu naomba sasa ni kikubwa, kina peji nyingi. Naomba tujadili hili cover ambao utaelezea yaliyomo. Maana tukianza kufunua hatutamaliza. Maisha yako tukufu wake. Ni ujumbe kwetu sisi. Natamani kujua kwa sababu gani kimeandikwa hivi, kwa sababu mwandishi ni wewe mwenyewe bila shaka. Ulilenga hasa nini na walengo wa hichi kitabu? Vijana, wa baba, wa mama, watoto ama kanisa kiujumla? Kitabu hiki niseme ni kwa ajili ya kila mmoja. Kila mmoja anayeamini katika hatma ndani ya Mungu. Na nasema hivyo nikimaanisha ya kwamba maisha yako binafsi, maisha ya kila binadamu sio accidentally mbele za Mungu. Mungu anamjali kila mtu. Na anatamani na anatembea na mtu ili afike kusudi alilomkusudia. So kuna mambo mawili, mara nyingi tunachepuka na sisi wenyewe kutembea katika njia zetu wenyewe kutafuta hatma, au kuna kunyenyekea na kujiruhusu Mungu niongoze hatua zangu kuelekea hatma yangu. Sawa. Kwa hiyo nasema, ndio maana nimesema kutembea na Mungu wa hatma. Okay. Kitabu hiki ni hadithi ya maisha yangu. Maisha ya huduma yangu, maisha ya mume wangu. Tulionanaje, tulipatanaje? Yapo humu. Tulianzaje huduma? Yapo humu. Na challenge mbalimbali ziko humu, lakini nataka iwe ni reflection. Kuna ukurasa wa maswali na wewe mwenyewe unanijibu. Kukusaidia ku identify safari unayoishi, mahali ulipofikia. Je, ninajifunza nini na nawezaje kutembea na Mungu? Lakini ni kitabu cha thamani. Naamini kabisa uvuvio wa Roho Mtakatifu uko pamoja na kitabu hiki, na kila aliyekwisha kusoma anao ushuhuda. Hivyo ninaamini yoyote atakaye kusoma kitakuwa msaada kwake. Na kuna ushuhuda baadhi ya mwanzo kuingilia baada ya kitabu kupeleka kwa watu. Ndio. Na ukadi mshuhuda mzuri sana kikawasaidia. Wote kabisa. Kwa asilimia nyingi inaelezea pia maisha yako wewe. Kila chapter ni hadithi ya maisha yangu kuhusiana sura hiyo. Lakini pia Biblia inasema nini juu ya mfano huu? Na je, wewe unachukua nini katika huo mfano? Sawa. Ni swali ambalo sijajua kinahusiana sana na masuala ya ndoa. Maki hapo umeniambia kidogo, umeniambia humu kuna mimi na mume wangu na maisha yetu. Na natamani kujua kimebezi sana katika upande. Hapana, ni full package. Okay, vyote vimo humo ndani. Kama kijana niliwezaje kuishi na kushinda hayo maswali yote? Mimi sijaokoka na miaka 40. Nimeokoka na miaka 11. Nimeishi au nimeitwa nikiwa na miaka 16. Leo nikiwa na miaka 22. Nimeishi sasa, mwaka huu tunatimiza miaka 30 ya ndoa. Hongera sana. Kwa hiyo jumla ya hiyo yote mtiririko miaka yote ipo humu. Kwa sehemu
ya kukusaidia wewe unaposoma kuweza kuwa na reflection. Uliwezaje kuokoka ukiwa chini ya miaka 18? Kwa nini wokovu ni wa watu wa miaka mingapi? Nauliza hivyo kwa sababu tunaangalia kwa Gen Z sasa hivi zilivyo ngumu sana. Hakuna kilichobadilika. Yaliyopo sasa yalikuwepo. Lakini Tito inasema hivi, sura ya 2 mstari wa 11. Neema ya Mungu imefumuliwa kwa watu wote. Nayo yatufundisha kukataa mabaya. Na kuishi maisha ya utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Kwa hiyo ulimwengu huu wa sasa tumeambiwa. Kwa hiyo yes, inawezekana. Kabla hujaokoka. Tena kwanza ni vizuri zaidi kuokoka ukiwa na miaka 9. Sawa. Kuliko miaka 40. Nataka kujua kitu. Kabla hujaokoka, familia yako kwa maana baba na mama walikuwa ni wameokoka? Hapana. Wewe ndo wa kwanza kwenye familia? Mimi kwanza. Mama yangu pia alikuwa ni mcha Mungu mzuri. Anaamini Mungu, lakini si kwa habari ya wokovu na kumtangaza Yesu kama ambavyo nilifanya. Sawa, nakuuliza swali la mwisho ambao lipo kwenye hili kitabu nafikiri. Mume wako ulimpata katika mazingira haya ambayo sisi tunatufundisha? Haya. Kijana mwenzangu tupe kidogo tu, ilikuwa ni una miaka mingapi na ilikuwaje? Ili kijana apate mfano kwamba sio ngumu, inawezekana. Mimi kwangu ilikuwa hivi. Na tumekuwa rafiki, niseme tumetumika katika kanisa pamoja. Kama vijana kwenye kundi la. Mlikuwa hivi na nyinyi mnakuja kwenye ibada na nilikuwa mnakaa hapa na hapa ama mnakaa mbalimbali? Kila mmoja na kazi yake na huduma yake. Na tumefanya kazi kwenye huduma za mashule. Yeye akiwa mwenyekiti, mimi nikiwa katibu. Kwa miaka mingi tumehubiri, tulikuwa wainjilisti wa vijana. Tunasafiri, tumeenda Mpwapwa, tumeenda Arusha, tunahubiri injili. Hapo mlikuwa marafiki? Tukiwa marafiki. Marafiki wa kanisani lakini. Kanisani kabisa. Wala mazoea mko nayo kabisa. Mawazo walipopandwa tukakubaliana, lakini mimi nilikuwa mwanafunzi na yeye mwanafunzi. Tukasema kama hili la Bwana, mimi nilikuwa sekondari. Yeye alikuwa na yeye alikuwa anamaliza high school, anaanza chuo. Yeye alikuwa advance, yeye alikuwa sekondari. Yes. Na mkapeana muda kusubiriana. Na tukasema kama hili ni la Mungu litakuwa. Hatuna pressure, hatuna kusukuma. Nilikuwa wakati huo mpo wapi? Kwa hiyo tukasubiri. Tuko kanisani hapa Morogoro. Yaani nazungumzia level ya elimu, mlikuwa chuo ama mmeshamaliza mpo kazini? Tulivyoana. Yaani siku ndo mnafanya maamuzi ya uchumba. Maamuzi tu wanafunzi. Wanafunzi? Sekondari kwa advance. Na yeye anamaliza form 6. Uthibitisho wa kanisani ilikuwa kipindi gani? Tuliongea na wachungaji wetu right away. Kwamba hivi kuna jambo hili. Lakini tunaliweka moyoni, nyinyi mjue mtuombe. Wakapagoa. Kama ni la Mungu likatimie. Basi kwa hiyo tukasubiri maombi kama ni la Mungu lifanyike. Natamani kujua. Akaenda kasoma kitabu. Sawa, ni mchambuzi kidogo, japokuwa nilitaka niishie njiani, umenikosha kidogo vitu fulani. Nataka kujua ule mpango wa Mungu ulitimia wakati huo mmeshamaliza masomo kabisa mpaka ya chuo? Kuoana na maanisha. Yes. Kwa mimi nilimaliza shule na yeye immediately amegraduate chuo, tukaoana 95. Kuna mmoja aliuliza swali hapa. Kuna wale mahusiano mbalimbali, ukazungumza communication, mawasiliano. Na nyinyi mlikuwa mpo mbalimbali? Barua file limejaa hivi. Kipindi gani mnaandikiana? Hatakuwa na text wala hatuna Twitter wala. Zipo mpaka leo? Mpaka leo tuko na. Zipo mpya? Hatujazichapa, iko ni kitabu chetu cha. Yaani maelezo hayo pia yapo? Maelezo yapo, lakini kitabu kinahusu ambazo zitakuwa na kopi za vitabu hivi za barua zetu. Basi nafikiri tusimalize utamu hichi kitabu. Nafikiri watu wakinunue tu, si ndio? Wanakipataje hichi kitabu? Kitabu hiki kwa sasa actually tunafanya uzinduzi rasmi Jumamosi. Lakini pia ukija kwenye Facebook yangu utakuta information zote za namba ya simu za jinsi ya kukipata, na bado tunatafuta wakala watu mbalimbali au maeneo mbalimbali ambayo wataweza kwenye mikoa watu wataweza kukipata kitabu popote pale walipo. Kwa hiyo tafadhali sana follow my Facebook for the information ambazo utawezaje kupata hiki kitabu kama bado hujakipata. Sawa, mimi nikushukuru sana Mchungaji Catherine. Tunakushukuru sana kwa ibada ya vijana na tumejifunza vitu vingi. Nafikiri hiki kitabu pia kitatuendeleza pale ambako tumeishia kukusikiliza. Yaani natamani siku moja mwe na maswali na majibu juu ya kitabu na mimi nitazoom. Alafu tu discuss wote tumalizane mpaka vio vyote vya maswali viishi. Sawa, nafikiri siku ya uzinduzi pia tupata nafasi hata ya kuuliza baadhi ya vitu kwenye kitabu. Tafurahi. Sawa, Mungu akubariki sana. Amen. Na nikutakie pia maandalizi mema ya ibada zingine mbele zijazo. Amina, asante na wewe pia Mungu awabariki. Sawa. Nakutakia heri. Umeshao? Bado. Na mdada? Sina. Basi Mungu akutendee, jiandae kuwa tayari. Amina. Na umri wangu naruhusu kabisa. Umri unaruhusu. Basi kaa vizuri. Na nafikiri baada ya kipindi ukaniwekea mkono
nipate Yaani hii neema ipo tayari, unahitaji kuweka mkono. nataka tu yani uendelee kushindilia vizuri. Wenda Jumapili ijayo nikapata. Jiandae kusikia ushuhuda mtaka huyu. Amina, mtazamaji wa CCRVC Media, naitwa Elisha Malongo Tamatema. Tulikuwa na mchungaji Kathleen. Leo alikuwa ni ibada kufundisha vijana. Na of course nafikiri umepata mengi kuyafahamu na kujua ambayo wenda ulikuwa uyafahamu ama ulikuwa unajua kwa uchache. Till next time, bye bye.